Twende eneo la mwisho ambalo ni eneo la uwekezaji. Bwana Yesu asifiwe sana. Eneo la nini? Eneo la uwekezaji. Unawezaje kuwekeza? Kuna na fursa gani za uwekezaji wewe kama kijana? Jinsi gani kijana anaweza kuwekeza na kujenga maisha yake? Watu wengi wanaposikia neno hili uwekezaji, wanawaza utajiri. Wanafikiri kuwekeza ni lazima uwe tajiri. Sio kweli. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata wewe hapo ulipo kuna fursa za kuwekeza. Hebu mwambie jirani yako, hata wewe ulipo kuna fursa za kuwekeza. Kuna fursa za kuwekeza. Siri kubwa ya uwekezaji iko kwenye muda. Siri kubwa ya uwekezaji iko wapi? Kwenye muda. Uwekezaji unahitaji muda, sio wa haraka haraka. Uwekezaji unahitaji nini? Muda. Ni lazima uwe na muda. Uwekezaji unahitaji muda wa kutosha, kwa sababu kitu cha kuwekeza sio cha leo. Uwekezaji wa kwanza kama kijana unahitaji kwanza uwekeze kwenye maarifa. Huwezi kuwekeza kama wewe ni mbumbumbu. Lazima uwe na maarifa. Maarifa hayo utayapata kwenye vitabu, utayapata kwa watu waliokutangulia, utayapata kwenye washa mbalimbali au workshop mbalimbali kama hizi, na utapata kwa kutembelea makampuni na mashirika mbalimbali ambayo yana wataalamu wa uwekezaji. Wekeza kwenye mahusiano. Kwenye mahusiano kuna vikundi vya biashara. Vikundi vya nini? Vya biashara. Jiunge huko. Itakusaidia. Kuna clubs za ujasiriamali. Lazima ujiunge huko. Lakini pia kuna professional associations, vikundi vya kitaaluma. Jiunge huko. Sasa hivi kuna vikundi kwenye WhatsApp, unakuta kuna vikundi ambavyo wanasaidiana mitaji au wanasaidiana matatizo. Huo ni uwekezaji huo. Uwekezaji kwenye soko la pesa. Uwekezaji kwenye soko la nini? La pesa. Jamani, huwa kuna soko la pesa. Sehemu ya hisa ni nzuri zaidi kwa vijana. Kwa vijana, kwa sababu unaweza yani hela yako imekuijia tu kwamba umeshangaa labda umepewa zawadi labda $300,000, kasema okay, katika hii $300,000 basi mimi nitakula $150,000, hii $150,000 nikanunue hisa. Unainunua halafu unasahau, usiichungulie. Kaa miaka yako 20-30 wewe una ile hisa yako. Kwa hiyo kadiri inavyoendelea kufanya biashara vizuri ile kampuni uliponunua hisa, wewe pesa inaongezeka. Kwa hiyo pia kama kijana unaweza ukatengeneza mfumo wa kielektroniki ambao hata ukizeeka utakuwa unakuingizia pesa.